إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، قال رحمه الله: فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. قال: فإن العباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake hiki Al-Qayyim Zad al-Ma'ad fi hadi khair al-ibad anasema: fa inna as-siyama ibadatun 'azimah wa sirrun baina al-'abdi wa rabbi. Saumu ni ibada tukufu na ni siri baina ya mtu na Mola wake, la yattali'u alayhi siwa, hakuna anayejua siri hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala: fa innal ibada qad yattali'una minhu ala tarki almufattirati adh-dhahira, watu wanaweza wakamjua mtu kwa vile amewacha vitu vinavyofunguza vya dhahir. Wanaweza wakamjua kwamba huyu ni saim kwa sababu anawacha vitu vinavyofunguza vya dhahir. Wa amma kaunuhu taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu, ama kuwa mtu huyu amewacha chakula chake, amewacha kinywaji chake, amewacha matamanio yake mchana wa Ramadhani, qala fa huwa amrun la yattali'u alayhi bashar, amewacha vitu hivyo min ajli maabudi, kwa ajili ya Mola wake, fa huwa amrun la yattali'u alayhi bashar, wa dhalika haqiqatu siyam. Jambo la kumjua kwamba huyu amefunga lillah, kwa ajili ya Allah, hakuna anayejua hivyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye anayejua nia mtu ya kufunga kwake na ibada zake zote. Wadhalika haqiqatu siyam, huo ndio uhalisia wa saum. Uhalisia wa saum ni mtu kufunga lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kufunga kwa ajili ameona mkumbo wa Waislamu wanafunga na yeye anafunga. Huyu hafungi lillah. Kwa hiyo ibada zote zinatakiwa zifanywe lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Ndugu zangu Waislamu, hatuna shaka kwamba tunakabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakabiliwa na ibada hii adhima, ibada ambayo ni sirrun baina al-abdi wa rabbih, ni siri iliyo baina ya mtu na Mola wake. Sababu gani? Mtu anaweza akajifungia chumbani akakataza ahali yake na watoto wake kuingia chumba hicho, akajifungia, akala chapati zake na chai yake vizuri sana bila kujua mtu. Lakini nani anayejua? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sirrun baina al-abdi wa rabbih la yattali'u alayhi siwa. Ndugu zangu Waislamu, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mmefaradhisha juu yenu ibada hii ya siyam kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wachaji Mungu. La'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Mungu. Ndugu zangu Waislamu, ni wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajatuwekea ibada hii kwa ajili ya kututia adabu, hajatuwekea ibada hii kwa ajili ya kutuadhibu, hajatuwekea ibada hii kwa ajili ya kutuweka na njaa mchana. La, la'allakum tattaqun. Hii ndiyo hikma aliyoituwekea Allah ibada hii, ili tuwe wachaji Mungu. La'allakum tattaqun. Nini uchaji Mungu? Nini takwa? Nini hiyo takwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo lengo lake na hikma yake kubwa ya kutuwekea ibada hii ya siyamu Ramadhan? Ni takwa. Nini takwa? Ikhtalafat ibaratu ulama fi ta'rif at-taqwa. Maulama wana misemo mingi kuelezea nini takwa, nini kumcha Allah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, khalifa wa 4 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaqul fi ta'rif at-taqwa: at-taqwa al-khawf min al-jalil wal-'amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawm ar-rahim. Khalifa huyu wa 4 wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu anaielezea takwa kwa hivyo: at-taqwa al-khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Allah, wal-amalu bit-tanzil, na kuitumia Qur'an, kuifanyia kazi Qur'an, kila lililo katika Qur'an, maamrisho kuyatekeleza, makatazo kuyawacha. Wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil, na kukinai kwa kichache mtu alichowafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuridhika nacho. Wal-qana'atu bil-qalil ni katika takwa. Wal-isti'dadu li-yawm ar-rahim, na kujiandaa kwa siku ya safari, siku ya mauti, kujiandaa kwa kufanya amali njema. Wal-isti'dad li-yawm ar-rahim. Hadha taarifu hadha as-sahabi al-jalil, khalifa wa 4 wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ali ibn Abi Talib. Talq ibn Habib, hadha min at-tabi'in, naye anaielezea takwa, anasema takwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. At-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah, ni kutekeleza taa ya Allah. Tarju ala nurin min Allah, wa nuru ya Allah. Tarju thawab Allah, huku unatarajia thawabu za Allah. Wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah, na kuacha maasiya ya Allah wa nuru ya Allah unaogopa adhabu ya Allah. Taarifu Talq ibn Habib litaqwa. Wengine katika maulama wanasema taqwa an taj'ala bainaka wa baina adhabi llahi wiqaya, ni kujalia baina yako
na baina ya adhabu ya Allah kinga kwa kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Kadhalik min alulama man arrafa at-taqwa faqal imtithalu al-awamir wajtinabu an-nawahi. Taqwa ni kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kuacha makatazo ya Allah na mtume wake. Hii ndiyo taqwa. Na ndugu zangu Waislamu, sote tunajua kwamba pepo imeandaliwa kwa muttaqin, hao wenye taqwa. Pepo Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea hao wenye taqwa. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hivyo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Fanyeni haraka kupata maghfira ya Allah na kupata pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Pepo hiyo imeandaliwa kwa wenye takwa. Uiddat lilmuttaqin, pepo imeandaliwa kwa wenye takwa. Wakadhalik wa hakadha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Wale wenye takwa wana kwa Mola wao pepo hizo za neema, kuonesha kwamba pepo zimeandaliwa kwa ajili ya muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum min almuttaqin. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hii ili tuwe wenye takwa na ili atuingize peponi kwa fadhila zake na rehema yake. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, maulama wameweka mambo kadhaa kwa ajili ya kila Muislamu kujiandaa kwa ajili ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhan, kujiandaa kwa ibada hiyo adhima ya siyam. Wameweka mambo mengi maulama kwamba kila Muislamu ajiandae kwa kufanya mambo kadhaa. Moja katika mambo hayo ni kuupokea mwezi wa Ramadhan kwa nia nzuri na kwa azma nzuri. Kuupokea mwezi wa Ramadhan kwa nia nzuri na kwa azma nzuri, kuazimia kwamba mtu atafanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na atatekeleza ibada hizo kiasi cha uwezo wake, bila kufanya uvivu, bila kujitelekeza, kwa nia nzuri tu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, na kuliweka mbele ya macho yake jambo hili la takwa. Lakini pia katika mambo walioyaweka maulama ni dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Katika mambo ambayo wameweka maulama, kila Muislamu anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe mwezi huo wa Ramadhani, kwa sababu ndugu zangu Waislamu, tunajua sote kwamba tumefiliwa na jamaa zetu na akhawati zetu na ikhwani zetu na baba zetu na ndugu zetu rahimahumullahu ta'ala. Wao pia walikuwa wakitarajia kufika katika mwezi wa Ramadhan na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kiasi wanachoweza. Idhan dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe mwezi huo mtukufu wa Ramadhan. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Lataiful Ma'arif قال وكان السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه أن يتقبله منهم. السلف الصالح walikuwa kimuomba Allah awafikishe Ramadhan, kisha baada ya kufunga mwezi huo pia wanamuomba tena awakubalie saumu zao. thumma yad'unahu an yataqabbalahu minhum, kisha baada ya kufikishwa wakafunga mwezi wa Ramadhani wanamuomba tena awakubalie saumu zao. Hakadha kana salaf, na tunatakiwa tuwafuate hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi.
Ndugu zangu Waislamu, na ni sunna kwa kila Muislamu mara tu anapoona mwezi muandamo wa Ramadhani aseme dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuja katika sahihi Tirmidhi, hadithi iliyopokewa na Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha ahalla al-hilal qala allahumma ahilla alayna bil-yumni wal-iman was-salamata wal-islam rabbi wa rabbuka Allah. Sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Mtume sallam alikuwa akiona mwezi muandamo anauelekea na kusema dua hii, Allahumma ahilla alaina bilyumni wal-iman was-salama was-salamati wal-islam rabbi wa rabbuka Allah. E Mola wangu, tuandamishie mwezi huu kwa baraka na iman, tutilie baraka na kheri na iman na usalama na uislamu. Mola wangu na Mola wako, anausemesha mwezi, Mola wangu na Mola wako ni Allah, rabbi wa rabbuka Allah, ni sunna. Jambo jingine waliloweka wa maulama, alhamdu wa shukr, kumhimidi Allah na kumshukuru Allah mtu akiwafikishwa kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Kumhimidi Allah na kumshukuru Allah kufikishwa katika mwezi wa Ramadhani, sababu ni neema kubwa. Ndugu zangu Waislamu, wiki mbili zilizobaki au chini ya wiki mbili zilizobaki ni nyingi kwa uhai. Kwa mtu anatakiwa akiwafikishwa kufika Ramadhani amhimidi Allah na amshukuru Allah kwamba amefikishwa katika mwezi wa Ramadhani, mwezi huo mtukufu. Al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake Al-Adhkar قال وينبغي للمسلم إذا تجدد عنده نعمة ظاهرة أو اندفع عنه نقمة ظاهرة أن يشكر، أن يسجد شكرا لله. ينبغي للمسلم إذا تجدد له نعمة ظاهرة أو اندفع عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله. Inatakikana kwa Muislamu akipata neema mpya au ikimuondokea shida ya dhahir, amsujudie Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala neema yoyote. Wa min akbari hadhihi an-ni'am bulughu shahri Ramadhan, katika neema kubwa ni kufikia mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, ni katika neema kubwa ambazo wengi katika sisi au wengi wameshapita hawakudiriki mwezi huo wa Ramadhani. Katika neema kubwa mtu kufikishwa mwezi huo wa Ramadhani, tunatakiwa tumshukuru Allah na tusujudu shukran lillahi ta'ala. Lakini katika jambo jingine wanaliweka maulama ni ilmu siyam, kusoma siyam, kuisoma ibada hii ya siyam. Kama ilivyokuwa ibada zote ni lazima kuzisoma. Ibada ya sala itakiwa isomwe, ibada ya haji inatakiwa isomwe ijulikane, ibada ya zaka kadhalika, na ibada hii ya siyam lazima tuisome, tujue nini nguzo za siyam ni zipi, mambo gani yanaharibu siyam, mambo gani yanapunguza thawabu za siyam. Kila Muislamu anawajibika kusoma na kujua. Elimu ni lazima, ndugu zangu Waislamu. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jua kwanza kwamba la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aya nyingi za Qur'an anatuamrisha jambo la ilmu, la kusoma. Aya ya kwanza iliyoshuka katika Qur'ani inaamrisha kusoma, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Aya hizi ndio za mwanzo zilizoshuka kwa Mtume sallam katika ghari Hira, zinaamrisha kusoma. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima jambo la kusoma.
hususan hizi ibada lazima tuzijue nje ndani ili tuzitekeleze kwa uhakika. Usiposoma utabahatisha ukifanya ibada zako, utakuwa unabahatisha na kubabaisha, na haitakii kwa Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, naweza nikasubutu kusema kwamba Waislamu wengi hawako tayari kusoma. Waislamu wengi hawako tayari kusoma dini yao. Durusi zinawekwa misikitini, baada ya swala tu ndio mtu anakwenda kuangalia taarifa za habari, rais wa Marekani ametembelea Russia. Akuhusu nini? Akuhusu nini rais wa Marekani? Soma dini yako. Darsa inawekwa, maduati wanajitolea kuweka durusi katika misikiti, wanabaki na watu 2 5 peke yake. Kwa nini? Wakati sote ni lazima kusoma. Dini hii ni dini ya ilmu, ndugu zangu Waislamu, si dini ya jahal. Hii ni dini ya ilmu. Yakulu Sufyan ibn Uyayna, al-ilmu bimanzilati al-islam wal-jahlu bimanzilati al-kufr. Elimu iko katika daraja ya Uislamu na ujinga uko katika daraja ya ukafiri. Jinsi alivyofanisha ilmu na Uislamu, akafanisha jahl na ukafiri. Kwa ni lazima tusome ibada zetu, tuzijue vizuri ibada zetu, tusibahatishe na kubabaisha. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.